yake. Sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa kwa harufu ya maji, utachipuka tena. Harufu tu ya maji utainuka tena. Nasema hivi, back to the roots. Turejee katika mizizi, na sasa na mizizi zile za Kipentekoste, siku ambaye Roho alishuka na akatenda makubwa juu ya watumishi. Asanteni popote mlipo, mnaotufuatilia sana katika mitandao yetu. Bwana walinda, watunze, tena wabariki sana. Zaidi ya yote pia nasema asante kwa wote ambao wanatuombea. Maombi yenu yanafika kwetu na tunashukuru pia, na kusema atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa mkono wake ulio baraka sana. Tena zaidi ya yote atukuzwe Jehova kwa wale wote ambao wanasimama na kituo hiki kifedha, maana wanaona ni vyema pia nao washiriki baraka hizi zilizo njema mbele zetu. Basi 4561468 ndio till number ya Radio Fortune Africa. Tumia mitandao yote na ituma fedha, utakuwa unapanda mbegu nzuri ambayo itamea tena, maana mbegu ipandawe popote utakaipanda, naamini Bwana ataifanya ikuzue na ikuwe nzuri kabisa, na kibali chake kitakuwa pamoja nasi. Asante. Matthew Ndeva ndilo jina langu. Twende nawe kwa nukuu ya matumaini. Nukuu ya matumaini. Nukuu tusema hivi: tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Msikilizaji wangu popote ulipo, ikiwa Bwana atakufahamisha na kujua kweli ya jambo, kutembea kwa ukweli na kufahamu ukweli ulio ndani ya Mungu, basi kesho yako ina ubora, tena uzuri wake. Watakaojua kweli na kutenda kulingana na kweli na kukaa kwa ukweli na kufanya mambo yao kulingana na kweli, basi mafanikio yao ni makubwa kule waendako. Ndio nikasema hivi katika nukuu, utaifahamu kweli, na kweli itakuweka huru. Walio na uhuru katika maisha yao ni watu wanaosema kweli yao na kutembea katika ukweli wa neno lake. Na ukweli wa neno ndilo hili, ya kwamba utakapolijua neno la Mungu, kutenda kulingana na neno, kufanya kulingana na neno, na kuweza kutafakari jinsi neno la vihitaji, basi utakuwa unaijua kweli. Hakuna atakayeipotosha kweli yako kulingana na neno. Hakuna atakaye kudanganya kulingana na neno. Na hakuna atakaye kutoa kwa kweli ya neno, maana utakuwa umelikula neno na neno linakaa ndani yako. Ifahamu kweli, tembea kulingana na kweli, na kaa kulingana na kweli ya neno la Mungu. Yesu akasema hivi, imeandikwa. Kulingana na jaribu lote lililokuja, alijibu kulingana na maandiko. Imeandikwa. Maana alijua kweli na akaifahamu kweli. Nasema mwanadamu hataishi tu kwa mkate, bali kwa neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Angalia jinsi anamjibu yule aliyekuwa mjaribu. Kwa sababu gani? Alijua kweli. Ndio nikasema katika nukuu na nukuu ya neno leo, ya kwamba ijue kweli na kweli itakuweka huru. Na wakati utaijua kweli, basi utatembea kulingana na kweli ya neno lake. Utatenda kulingana na kweli ya neno la Mungu. Maana kweli ikiwa ndani yako, utakuwa na ushuhuda tosha, tena unaupendeza. Utakuwa mtu ambaye umeboreka, tena umezingirwa na kweli. Na siku zote kweli hii itakufadhi katika neema yake siku zote. Natamani kinywa chako kizungumze kweli katika ulimwengu wa sasa, na mwozo mkubwa unaozingira ulimwengu. Ulimwengu huu ambao umedhoofika kiwango kibaya, uongo umejaa katika ulimwengu. Lakini wewe usiige uongo wala kutembea kulingana na watu walio waongo. Angalia, umeketi na mtu katika gari, naye mnasafiri pamoja, lakini anamueleza mwenzie ya kwamba katika njia ya kirununu kupiga simu nimefika. Ukiangalia mahali muliko na mahali mnakwenda pamoja ni mbali. Nawaambia tayari nipe tu madakika machache, dakika 5, 10. Mnajua kabisa ni mahali mnaenda lisali 2, hata lisali 1, na hata julikani pengine gari zenyewe tena zinaweza pata jam. Mwenda hata mlisali 3. Lakini anasema dakika 10. Uongo umekuwa mwingi katika ulimi wa watu. Lakini natamani Bwana asababishe sasa, unayonitazama pia msikilizaji wangu, kuishi kwa kweli, kufahamu kweli. Maana maandiko yanasema wazi pia, utaijua kweli katika nukuu, na kweli itakuweka huru. Ili utakapozungumza kweli,
kweli yako itadumu. Unapozungumza kweli, kweli yako itakuwa nzuri. Unaposema kweli, utabaki na kweli mpaka milele. Lakini utapodanganya, kesho utafikiri ni kipi nilichokisema jana, mwisho utakuwa umejikanganya katika safari ya kweli. Ipokee neema ya kusema kweli. Pokea neema ya kujua kweli. Ndiyo nukuu ya leo ya kwamba tena mtaifahamu na kuijua kweli, na kweli itawaweka huru. Asante na karibu. Matthew Ndeva ndilo jina langu, ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Radio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Wema na fadhili za Mungu zinatulinda na kututunza siku zote. Bwana ifanye maisha yako kufahamu kweli na kuishi kulingana na neno lake. Asanteni na karibu kabisa. 456146 ndiyo tili namba yetu. Zaidi ya yote, endelea kusimama na kituo hiki, na kweli ya Baba ikulinde, ikutunze, ikubariki, na siku yako iwe ya baraka sana tena ya kuinuliwa. Asante na